Kwa muda mrefu wakazi wa vijiji vinavyopakana na mto Mroe katika halmashauri ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya mafuriko ya mara kwa mara, hasa katika kipindi cha mvua. Mto Mroe ambao hapo awali ulikuwa ukitiririsha maji kwa mpangilio wake wa asili ulikauka na kupoteza mwelekeo kutokana na kujaa mchanga, hali iliyosababisha maji kusambaa ovyo na kuingia katika makazi ya wananchi, mashamba na miundombinu muhimu ya kijamii. Hali hiyo iliibua kero kubwa kwa wananchi, ikihatarisha usalama wa maisha, mali na shughuli za uzalishaji, huku ikionyesha athari za moja kwa moja za uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Katika kukabiliana na hali hiyo, Bodi ya Maji Bonde la Rufiji kupitia mradi wa kuimarisha mbinu za asili za usimamizi wa vyanzo vya maji na kuhimili mabadiliko ya tabia nchi NBS Usangu ilianza utekelezaji wa kazi ya kufukua na kuchimbua mto Mroe kwa lengo la kurejesha mkondo wake wa asili na kuruhusu maji kutiririka kwa usalama. Kuhusu utekelezaji wa kazi hiyo inaelezwa na mkurugenzi wa Bodi ya Maji Bonde la Rufiji, Mhandisi David Mukiala, ambaye anasema mradi huo ni sehemu ya mkakati mpana wa bodi katika kulinda vyanzo vya maji na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mafuriko ni moja ya issues zinazohusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kitendo cha kukabiliana kwa kuchimba huo mto na kurudisha kwenye mkondo wake, kwa imewasaidia wananchi na imetekeleza mradi huu kwa vitendo. Lakini eneo la pili, haya maji yalikuwa yakipotea, yanapoteza njia na hayawezi tena kufika kule ambako tunahitaji yafike. Kwa hiyo yalikuwa hayafiki chini kwa ajili ya wakulima wa kule chini, hayafiki kwa ajili ya hifadhi ya taifa ya Ruaha, lakini pia kwenye mabwawa ya kuzalisha umeme. Kwa kuchimba na kupitisha, tunakuwa tuna uhakika kwamba maji haya sasa yanaenda kule tunakohitaji. Kwa hilo ni eneo la kwanza, na hiyo tu ni mto mmoja tu ambao tumeutembea, lakini mradi huu utachimba au kurudisha kwenye mikondo ya asili jumla ya mito 5. Kwa hiyo utaona namna gani mchango huu utaweza kufanyika, mchango wa maji utakavyoongezeka katika mto wa Ruaha. Kwa upande wa uongozi wa kijiji cha Mwatenga, mwenyekiti wa kijiji hicho akazungumza kwa niaba ya wananchi wa vijiji vinavyoathiriwa na mafuriko. Anaipongeza Bodi ya Maji Bonde la Rufiji kwa kuja na suluhisho la kudumu. Kwa jina naitwa Hamisi Chawaka Mwatenga, ni mwenyekiti wa kijiji cha Mwatenga. Kabla ya mradi huu haujafika ndani, kijiji cha Mwatenga kilikuwa kinaingiliwa sana na mafuriko inapofika kipindi cha mwezi wa 3. Kwa hiyo kijiji ilikuwa inakuwa ni bahari, maji yalikuwa yanaingia mpaka chumbani. Lakini mradi ulipofika, wananchi walishukuru pia kwa kuona mto umechimbwa na kijiji kimepona. Na saizi wananchi wana imani na serikali jinsi ilivyofanya kuchimba huu mto. Kwa hiyo sasa tuna imani kwamba mafuriko tena hayataingia ndani ya kijiji chetu. Tumepata usalama zaidi. Ni kweli mafuriko tulikuwa tunateseka nayo, ilikuwa hali mbaya sana, yalikuwa yakiingia mpaka chumbani mafuriko hasa, na mara nyingi mafuriko yalikuwa yakitokea usiku. Kwa hiyo naamka usiku nakuta maji yako kitandani. Adha zote ambazo zilikuwepo mara ya kwanza sasa hivi tuna imani kwamba zimeisha. Kwa hiyo na sisi kama wananchi wa kijiji cha Mwatenga tuko tayari kuulinda huu mradi ili tusije tukarudi tena kwenye majanga ambayo yalikuwepo mara ya kwanza. Naye mwenyekiti wa jumuiya ya watumia maji bonde dogo la mto Mroe anaeleza namna walivyoridhishwa na utekelezaji wa mradi huo, akisema umezingatia ushirikishwaji wa wananchi na umeleta manufaa ya moja kwa moja katika matumizi endelevu ya rasilimali za maji. Kwa jina naitwa Mali Makolo, ni mwenyekiti wa jumuiya bonde dogo la mto Mroe, natoka kijiji cha Ilaji, kata Maongole. Kupitia mradi huu ambao tumeletewa na watu wa bonde, imekuwa ni furaha kubwa kwetu sisi viongozi wa jumuiya.
Ilikuwa hapo awali hata kuja kutembea, unapokuja huko Mwatenge inakuwa ni shida, kwa sababu wananchi wote wanakuonesha vizuri kwamba wewe labda ndio ulileta maji kwenye miji yao, kumbe ni mto ulikuwa umeshapoteza mwelekeo. Lakini baada ya viongozi wetu wa bonde kuona kwamba hii kero ni kubwa, tuliwaomba, walikuja wakafanya mikutano ya hadhara ya kijiji na wenyewe wakapata kero za wananchi. Kwa kweli tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ameleta zile mashine mbili kwa ajili ya kurudisha mto kwenye mkondo wake. Tunaamini kupitia tukio hili wananchi wa Mwatenge wataishi kwa amani na furaha tele kabisa. Lakini hapo awali ilikuwa ni shida, kila wakiona huko mvua juu zinanyesha, basi wanajua leo hata ndani hatutalala. Kwetu sisi shughuli zetu sana sana ni kilimo. Lakini baada ya maji kuona kwamba imeshapoteza mwelekeo, karibuni mashamba yetu yote makubwa ya Simoko yote yalikuwa yamevamiwa na maji, hata jinsi ya kulima ilikuwa ni shida. Lakini vile vile tuna wanafunzi wanaotoka upande wa pili kwenda upande mwingine, alikuwa hawezi kwenda shuleni kwa sababu yale mafuriko yalikuwa yamejitokeza kwa wingi. Tunaamini kupitia sasa mradi huu kilimo kitaendelea kama kawaida na watoto watakwenda shule kama kawaida. Mimi ninachoiomba serikali kwa sasa, tuendelee kufanya ile zoezi kwenye mito mingine, isionekane ni mto Mlowo tu. Naamini kuna mito mingine ambayo baadhi ya mito imeshafikia. Kwa lazima turudishe maji kwenye mkondo wake ili aweze kufika kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere na huko chini ambako tunajua kuna hifadhi na kuna wanyama. Mbali na mto Mlowo, kazi kama hiyo pia imefanywa katika mto Mswiswi ambao nao ulikuwa ukikabiliwa na changamoto zinazofanana. Na hapa mratibu wa mradi huo kutoka Bodi ya Maji Bonde la Rufiji anaeleza hatua hiyo kuwa ni sehemu ya mkakati wa jumla wa mradi katika eneo la Usangu. Eneo hili lina changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Linapokea mvua kidogo kati ya milimita 400 hadi 1000 kwa mwaka. Kwa hiyo takwimu za kitaalamu zinaonyesha kwamba ni eneo ambalo kwa kweli linaathirika sana na ukame, lakini pia ni eneo muhimu sana kwa kilimo, hasa kilimo cha mpunga. Linategemewa na nchi, lakini linategemewa na mkoa wa Mbeya katika uzalishaji wa mazao. Kwa tunapokuwa na shughuli hizi za uimarishaji wa mitiririko ya maji, sio tu kwamba tunasaidia sekta za umeme pamoja na sekta ya utalii, kwa sababu pia eneo hili ni sehemu pia ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Kwa tunapofanya hizi intervention tunasaidia kuongeza mtiririko kwa ajili ya kusaidia pia wananchi kupata maji kwa ajili ya kilimo kwenye mashamba yao, lakini pia kwa ajili ya kupata maji kwa ajili ya hifadhi ya Ruaha ambayo ni eneo muhimu sana kwa ajili ya sekta ya utalii pamoja na sekta ya uzalishaji wa umeme. Kwa hiyo maeneo haya mradi unayapa kipaumbele kwa ajili ya kuchochea uchumi wa nchi. Mnajua umuhimu wa utalii, lakini mnajua umuhimu wa umeme. Umeme ndio unaochochea shughuli za maendeleo, lakini umeme unaozalishwa kwenye bonde la Rufiji unatumia kwa kiasi kikubwa nguvu za maji. Kwa hiyo tunaita hydropower. Kwa hiyo kama ni unatumia nguvu za maji, kwa hiyo lazima uwe na vyanzo vilivyohifadhiwa viweze kukupa maji ya kutosha kwenye mabwawa ndio uweze kuzalisha umeme. Lakini tuna athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kuna mafuriko, kuna barabara. Kwa mfano kwenye eneo la mradi, hii barabara inayotoka Rujewa kwenda Madibira kila mwaka ilikuwa inajaa maji na wananchi na shughuli zinasimama katika maeneo ya vijiji. Kwa hiyo tutakapofanya hizi river training, maji yakapata njia za kupita, maana yake athari za mafuriko kwa wananchi tutakuwa tumezipunguza. Na hivyo tunapunguza nini? Gharama za wananchi kushughulika na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia tunaisaidia serikali kwa sababu kila mafuriko yanapotokea, maana yake fedha nyingi za serikali zinatumika kurejesha hali halisi ya wananchi baada ya mafuriko. Kwa hiyo mradi kwa ufupi naweza nikasema ni mradi muhimu sana ambao umekuja na njia mbadala za kusaidia wananchi, lakini wakati huo huo tukitunza mazingira na kuhakikisha kwamba maji yanapatikana kwa matumizi yote ya utalii, ya mifugo, ya kilimo pamoja na uzalishaji wa umeme. Kwa ujumla, Bodi ya Maji Bonde la Rufiji inatekeleza mradi wa NBS Usangu kwa ufadhili wa serikali ya Japani kupitia Benki ya Dunia kwa malengo mahususi ya kulinda vyanzo vya maji, kuimarisha uhifadhi na mazingira na kuhakikisha mito inaendelea kutiririsha maji kwa uendelevu, ikiwa ni tegemeo muhimu kwa wananchi na Tanzania kwa ujumla.